very bad. These are Bana, tarehe 21 ya mwezi Mei ya mwaka 2025, nikiwa na maana kwamba ni siku ya jana tu, uliibuka vuguvugu jipya la kidiplomasia kati ya mataifa mawili yenye historia tofauti lakini umuhimu mkubwa kwenye siasa za kimataifa, Marekani na Afrika Kusini. Mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump aliyechaguliwa tena kwa muhula wa pili na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ulionekana kama fursa ya kurekebisha uhusiano wa pande zote mbili, yani katika upande wa Marekani pamoja na upande wa South Africa. Hata hivyo, mkutano huo uliibua mjadala mzito na kuibua mvutano wa kisiasa uliotishia kuathiri ushirikiano wa muda mrefu baina ya mataifa hayo mawili. Chanzo cha mvutano ni nini na kwa nini mvutano huu ulitokea? Rais Donald Trump alitoa kauli tata wakati wa mkutano wa Rais Ramaphosa katika ikulu ya White House, akiwa anawasilisha tuhuma kuhusu mauaji ya wakulima weupe nchini Afrika Kusini, madai ambayo yamekuwa yakirudiwa na vikundi vya kizalendo vya mrengo na kulia nchini Marekani, ambavyo Trump alionyesha video za maandamano ya wanachama wa chama cha upinzani cha Economic Freedom Fighters wakitoa matamshi makali kuhusu ardhi. Kauli hiyo ilionekana kama vile wengi walikuwa wanaeneza hofu isiyokuwa ya msingi kuhusu hali ya usalama wa makundi fulani nchini Afrika ya Kusini. Bana, Rais Ramaphosa ambaye ni rais wa South Africa alikanusha madai hayo hadharani na akasisitiza kuwa uhalifu nchini Afrika Kusini unaathiri raia wa zaidi ya rangi zote mbili, yani rangi ya wazungu lakini pia wa Afrika kiujumla. Serikali yake haiendeshi sera za kibaguzi dhidi ya wakulima wa kizungu. Aidha, alikosa matumizi ya video za maandamano na kama vile ushahidi, kwa sababu kwake rais wa South Africa aliweza kuonekana kama vile kile kitu anachokiongea pale mbele ya rais Donald Trump akikuwa na ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo walitumia video hizo ambazo zilikuwa zina trend katika mitandao mbalimbali zikiwa zinaonyesha kama vile ushahidi wa kile ambacho kiliweza kutokea katika nchi ya South Africa, huku watu wao wa South Africa wakiwa wanashikilia vikali msimamo wao kuhusu swala zima la wazungu hao ambao wengi ni weupe na wengine ni wa Marekani, ambao basi walitakiwa kuondoka katika nchi hiyo kwa tuhuma ambazo walikuwa wanahujumu ardhi hiyo. Maslahi ya Marekani, siasa za ndani na ajenda ya Trump. Kauli ya Trump haikuwa ya kidiplomasia bali ilikuwa ni uzito mkubwa sana katika siasa za ndani za Marekani. Tangu alipochaguliwa tena mwaka 2024, Trump ameendelea na ajenda yake ya uzalendo na kulinda thamani yake kwa Wamarekani weupe, ambayo imezidi kupingwa na makundi mengi yaliyokuwa yanapigania haki za kiraia kwa kutumia mada ya Afrika, na wapigaji wa kura wake wakiwa wanaadhinia kuwa ni walikuwa wanatumiwa kwa ajili ya hoja za wazungu hao kuonewa. Barani Afrika kwa hivi sasa wazungu wao wamekuwa wakionewa mara kwa mara. Mifano ni kile ambacho kilichokuwa kinadaiwa kwamba ni tishio la ustaarabu wa watu wa magharibi. Kwa hivi sasa hali kwake rais wa South Africa mpaka kwa muda huu maongezi hayo yalienda kama hivi. Majibu ya mwamba kutoka katika nchi ya Afrika Kusini. Hapa namuongelea rais wa Afrika Kusini ambaye na hatua ambazo ziliweza kuchukuliwa kuhusiana na jambo hili ambalo lilikuwa linaendelea katika nchi yake. Basi Rais Ramaphosa alijibu kwa busara lakini pia kwa msimamo thabiti. Alitumia mkutano huo kuonyesha kuwa Afrika ya Kusini ina mfumo wa kikatiba ambao unalinda haki za raia wote na kwamba mapambano ya usawa wa kiuchumi hayana misingi ya kibaguzi. Alizidi kusisitiza kuwa serikali yake inalenga mabadiliko ya ardhi yenye haki shirikishi, lakini pia kwa mujibu wa sheria, si uporaji wala kulipiza kisasi kwa wazungu hao weupe kutoka katika nchi hiyo ya South Africa. Aidha, Afrika Kusini ilimtaka balozi wake kurejea nyumbani kwa mashauriano, akiwa ni hatua ya kidiplomasia kuonyesha kuwa kutoridhishwa na matamshi ya watu wa Marekani. Mwandishi wa habari maarufu nchini humo aliandika, huu ni mwingiliano wa wazi kati ya masuala ndani ya Afrika Kusini na nchi ya Marekani. Hatua za Marekani na athari za mahusiano ya pande zote mbili. Baada ya mkutano huo, Marekani ilitangaza kuwa kupunguza misaada ya maendeleo kwa Afrika Kusini, jambo linaloweza kuathiri miradi ya afya na elimu iliyofadhiliwa na Wamarekani. Lakini pia
kutopokea ombi la hifadhi kwa wakulima 230 wa kizungu kutoka Afrika Kusini, jambo ambalo linachukuliwa kama vile ni hatua za kuchochea hisia za ubaguzi wa rangi katika nchi hiyo. Lakini pia jambo lingine ambalo limetokea ni athari mojawapo kutokualikwa tena kwa Ramaphosa ambaye ni rais wa South Africa kwenye mikutano ya marais wa G7, ishara ya kisiasa kwamba wameamua kumsusia. Sasa basi jambo hili linazidi kuathiri nchi ya South Africa kiujumla pamoja na watu wake, pamoja na kwamba walikuwa wanapambania haki yao, ila pia hii kwake Trump anaichukulia kama vile ni mbinu ya kuwataka wakae katika mstari ambao ni sahihi. Je, Trump mpango wake katika hili ni upi? Je, athari katika bara la Afrika litakuwaje? Mvutano huu hauishi kwa Afrika Kusini pekee, unaathiri mtazamo wa mataifa mengine ya Kiafrika juu ya Marekani. Baadhi ya viongozi barani wameonyesha kwamba ni mshikamano na Ramaphosa, yani ikiwa na maana kwamba rais wa South Africa, wakiwa wanakosoa kile ambacho wanachokuwa wanakiita kwamba ni unyanyasaji wa kidiplomasia dhidi ya taifa la Afrika. Mataifa yote ambayo kwa hivi sasa, ambako Ibrahim Traore alikuwa ameshawahi kuliongelea jambo hili kwamba si vema zaidi kuendelea kuombaomba katika mataifa ya watu wakubwa, nikiwa na maana kwamba mataifa yaliyoendelea ni vema zaidi kukamata kile ambacho tunacho na kuhakikisha kwamba tunaenda mbele na sio kurudi nyuma. Sasa jambo hili kwa mataifa ya Afrika kwa hivi sasa, kwake Traore hajaongea jambo lolote mpaka kwa muda huu na wala hajaligusia jambo hili. Kijamii sasa hivi basi kuna kampeni ya Hands of Africa imekuwa ikisambaa kwa kasi, ikiwa inalenga kupinga matamshi ya Trump kwa kile ambacho amekuwa akikiongea. Ila kwake Ibrahim Traore bado msimamo wake huko pale pale, anawapinga vikali kwa matendo yao mpaka mwenendo wao. Hii sio tu mvutano wa Afrika Kusini, bali pia hata katika nchi zetu huku Tanzania pamoja na nchi nyingine nyingi za Kiafrika. Mvutano kati ya Trump na Ramaphosa si tukio la kawaida hili, na wala alikuwahi kutokea. Unaonyesha ni namna gani siasa ya ndani ya Marekani zinaweza pia kuathiri diplomasia ya kimataifa, nikiwa na maana katika nchi za Afrika pia unaibua maswali mengi makubwa kuhusu heshima ya mataifa ya Afrika katika jukwaa la kimataifa. Lakini kama bado haijachukuliwa kama washirika wa kweli au washikaji, basi ajenda ya mataifa yenye nguvu inaweza kuvunjwa na mataifa ya Afrika hayatoendelea kujihusisha na swala hili. Kwa Afrika Kusini kwa sasa hivi, changamoto hii iko katika kuendelea kusimamia sera yake ya usawa na kiuchumi bila kuingia kwenye mtego wa ubaguzi mpya ambao Trump amekuwa akiuinsist. Kwa watu wa Marekani kwa hivi sasa, hatari iko pale pale. Wengi wao wameamini kwamba wanaweza wakapoteza maisha katika nchi hiyo ya South Africa, lakini pia watu wao wa Marekani wanazidi kuona kwamba wa South Africa wamepoteza uaminifu na bara la Afrika kiujumla limezidi kupoteza uaminifu, na umuhimu mkubwa kwa biashara unazidi kupotea. Usalama katika nchi hiyo pia unazidi kupotea na ushawishi wa kijiografia unazidi kudidimia siku hadi siku. Mvutano huu unaonyesha kuwa diplomasia ya sasa imekuwa ngumu zaidi, ambapo masuala ya kihistoria kama vile ubaguzi wa rangi na usawa wa ardhi yanazidi kuwa nyeti katika siasa za kimataifa. Afrika ya Kusini na Marekani zinahitaji busara ya hali ya juu ili kurejea maelewano yao, lakini kila upande unatakiwa kufahamu kuwa heshima ya kweli na usawa ni jambo ambalo ni la msingi sana, ambalo litazidi kujenga uhusiano wao kwa watu wote hawa wawili. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Haya ndio yaliyojiri katika nchi hiyo ya Marekani katika White House. Bye bye for now.